Kuelekea kumalizika kwa fainali mbalimbali za mpira wa miguu duniani kote, hapa nataka leo nikujuze kupitia Malaika TV ni utawala gani ambao hautaki kumalizika na utawala gani ambao unatarajia kumalizika katika ulimwengu wa soka hapa duniani. Tufahamu ya kwamba Afrika, nazungumzia bara la Afrika kiujumla, tayari timu ya Mamelodi imeweza kuwa na vikombe 15 mpaka kufikia leo hii ninapozungumzia 2025, lakini pia imeweza kuchukua ubingwa mara 8 mfululizo. Je, ligi ya South Africa ni dhaifu? Na tukumbuke ya kwamba utawala huu wa Mamelodi Sundowns umeweza kufanya ligi ionekane kama ni dhaifu kwa baadhi ya timu ambazo zinashiriki ligi hiyo. Lakini je, uwekezaji umeishinda dabi, yani Orlando Pirates pamoja na Kaizer Chiefs? Tufahamu ya kwamba miaka kadhaa hapo nyuma katika ulimwengu wa soka hususan Afrika, ukizungumzia moja kati ya dabi kubwa lazima uzungumzie Orlando Pirates pamoja na Kaizer Chiefs. Lakini haikuchukua muda sana mara baada ya timu ya Mamelodi Sundowns kufanya uwekezaji wa hali ya juu, na napozungumzia uwekezaji ni kwamba pia wameweza kununua wachezaji mbalimbali kutoka mabara tofauti tofauti na kujumuisha hadi kufikia wakati huu 2025. Malaika TV tukujuze ya kwamba Mamelodi Sundowns tayari wana vikombe tofauti tofauti 15, lakini pia wameweza kuchukua ubingwa mara ya 8. Bado pia nazungumzia utawala katika mpira wa miguu mara baada ya kumalizika kwa fainali mbalimbali duniani. Baada ya kukujuza kuhusiana na Mamelodi Sundowns kuweza kuitokomeza kabisa ule umaarufu wa dabi pale South Africa, tunafahamu kwamba Orlando Pirates pamoja na Kaizer Chiefs ndio ilikuwa dabi kubwa. Lakini huu ni wakati wa utawala wa Mamelodi Sundowns Masandawana. Hii ni Malaika TV. Bado naendelea kukupa utawala mbalimbali ambao upo katika ulimwengu wa soka katika baadhi ya nchi na katika baadhi ya mabara. Hivi sasa hata niluke moja kwa moja mpaka pale Ufaransa. Tunafahamu ya kwamba PSG mara baada ya kuondoka kwa Kylian Mbappe waliamini kwamba labda hakuna chochote kikubwa ambacho kitaweza kufanyika katika ulimwengu wa soka hususan soka la Ufaransa. Lakini PSG vipi Ufaransa? Hakuna upinzani wa kutosha. Miaka kadhaa sasa sijaona timu ya Ufaransa zikicheza fainali mbalimbali kubwa sana. Lakini wanakuja na format mpya, wamesema Wafaransa hivi sasa katika ulimwengu wa soka. Huu ni wakati ambao miaka kadhaa sasa katika ligi ya Ufaransa PSG bado wamezidi kuwa ni watawala. Utawala mwingine ambao unasubiriwa kuonekana ni kutoka Afrika tena kwa mara nyingine, na hapa nazungumzia Afrika Mashariki. Moja kati ya dabi kubwa na maarufu hivi sasa ni dabi ya Simba na Yanga. Tufahamu ya kwamba kila mmoja anafahamu ni misimu mingapi Young African wameweza kuchukua ligi kuu ya Tanzania mfululizo. Lakini hamu kubwa ya mashabiki ni kuangalia tarehe 15 ya mwezi wa 6 endapo itafanikiwa kuchezwa ile dabi. Je, kutakuwa kuna muendelezo mzuri na hatua nzuri kwa mechi chache ambazo zimebakia kwa Young African kuweza kuchukua ubingwa kwa mara nyingine tena? Huu ni utawala mwingine katika soka la Afrika hususan Afrika Mashariki, na tusubirie kuona. Leo nimekujuza baadhi tu ya timu ambazo zimeweza kuchukua utawala na zile ambazo zinatarajia kuondoka katika utawala wa soka, na tumezungumzia Mamelodi Sundowns kutoka Afrika, lakini pia tumeweza kuzungumzia PSG, na hususan pia tumezungumzia utawala mwingine ambao tunatarajia kuona kama utakuwa ni muendelezo pia kutoka Afrika Mashariki. Hii ni kupitia dabi kubwa ya Simba na Yanga. Je, Yanga ataendeleza ufalme wake, ataendeleza utawala wake kwa kuweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu kwa mara nyingine tena? Mimi sifahamu hilo, mtazamaji wa Malaika TV. Sasa huu muendelezo wa utawala mbalimbali wa soka, utawala wa muendelezo mbalimbali wa baadhi ya timu kuweza kuchukua mara nyingi mfululizo, mimi nitazidi kukujuza kupitia Malaika TV hapa. Hii tufanye kama ni part 1 tu. Utawala mwingine ambao nauona ni kutoka Bundesliga. Hapa nazungumzia Ujerumani. Mama yangu, Bayern Munich bwana wanataka kufanya utawala mwingi sana pale Ujerumani. Na tukiangalia pia msimu huu tayari wameweza pia kuchukua ubingwa wa ligi kuu pale Ujerumani kupitia Bundesliga. Kwa hiyo tukizungumzia moja timu ambazo zina muendelezo mzuri wa utawala katika ligi za kwao, basi leo ni kwamba tumeweza kuzungumzia Mamelodi Sundowns kutoka Afrika, lakini pia tumezungumzia PSG kutoka Ufaransa. Tumeweza kuzungumzia utawala ambao tunatarajia labda utakuja mfululizo kwa Afrika Mashariki endapo itatokea timu ya Young African kuweza kuchukua ubingwa wa ligi kwa mara nyingine. Na kama haitoshi pia tumeweza kuzungumzia kidogo Bundesliga, utawala unaofanywa na Bayern Munich hivi sasa. Ni hatari sana. Mimi naitwa Maganga Junior.
Leo kwa uchache tu nilikuwa nataka nikupe baadhi ya utawala ambao unaendelea katika soka na baadhi ya utawala ambao unatarajia kufutika katika ulimwengu wa soka katika ligi mbalimbali. Hii ni Malaika TV.